Mwanamke huyo aitwaye Ana alimimina maziwa ambayo mume wake alikuwa ameandaa ndani ya bakuli la mbwa. Dakika chache baadaye mbwa alianguka chini na kupoteza fahamu kabisa. Mara moja Ana alihisi kuna kitu hakikuwa sawa na yale maziwa. Alisimama akipanga kutoka nje kwenda kumkabili mume wake ana kwa ana. Lakini alipofika tu mlangoni alisikia sauti yake akiongea kwenye simu. Upande wa pili wa simu kulikuwa na mwanamke. Mume wake alisema kwa utulivu kwamba dawa ilikuwa tayari imeanza kufanya kazi. Mwanamke huyo alionya kwamba Ana angeanza kushuku jambo fulani na akamwambia awe makini. Yeye akajibu kwamba awe na subira, kwamba mara tu Ana atakapojifungua kila kitu kingekuwa kimekwisha. Wakati huo Ana alielewa ukweli. Kweli mume wake alikuwa amemwekea dawa. Walikuwa wanapanga kufanya nini hasa siku atakayojifungua. Ghafla dawa ilianza kufanya kazi. Ingawa alikuwa amekunywa funda moja tu, kizunguzungu kilimjia. Wakati huo huo mume wake alionekana kugundua mtu amesimama nje ya mlango. Ana alikimbilia chumbani na kujifanya amelala. Sekunde iliyofuata mume wake alionekana mlangoni. Alitazama glasi tupu juu ya meza na mke wake aliyekuwa amelala, kisha akageuka na kuondoka nyumbani. Asubuhi iliyofuata Ana alipoamka aligundua mume wake hakurudi nyumbani kabisa usiku uliopita. Alijifanya kana kwamba hakuna kilichotokea na akaingia chumba kakulia chakula. Mume wake aliendelea kuonyesha uangalifu na kujali kama kawaida kwa sababu alidhani Ana bado hajagundua kila kitu. Ana alijua huo haukuwa wakati wa kumkabili, akaamua kumchunguza kwa muda zaidi. Wakati huo mbwa alipomwona mume wake alianza kubweka bila kukoma. Hapo ndipo Ana alielewa kikamilifu kwamba mbwa alikuwa amehisi muda wote kuwa kuna kitu hakikuwa sawa kwake. Baada ya mume wake kuondoka, Ana aliona ghafla mbwa akicheza na tai. Haikuwa tai aliyoinunua na manukato yaliyokuwa juu yake yalikuwa wazi ya mwanamke mwingine. Hapo Ana alitambua ukweli kwamba mume wake hakurudi nyumbani usiku uliopita kwa sababu alikuwa na hawara yake. Alipokuwa akijaribu kujua mwanamke huyo ni nani, mfanyakazi wa ndani alikuja kumwambia kwamba dereba wa kumpeleka kliniki kwa uchunguzi wa ujauzito alikuwa amewasili. Akikumbuka kwamba walipanga kutekeleza mpango wao siku ya kujifungua, Ana aliamua kwenda hospitalini kutafuta dalizi. Daktari wake aliyekuwa akimhudumia alikuwa rafiki yake wa karibu. Baada ya uchunguzi, rafiki huyo alimhakikishia kwamba yeye na mtoto alikuwa wazima kabisa. Lakini mbwa aliyemfuata Ana ndani ya chumba aliendelea kulia kwa sauti ya huzuni mbele ya daktari. Tabia ya ajabu ya mbwa ilimfanya Ana ahisi wasiwasi. Daktari alipoinama chini, Ana alinusa harufu aliyokuwa ameisikia kabla. Ilikuwa ni manukato yale yale. Ukweli ulimgonga mara moja. Hawara wa mume wake alikuwa rafiki yake wa karibu zaidi. Ana hakuweza tena kubaki mtulivu. Alitoa kisingizio kwamba anahitaji kwenda chooni na akaondoka kwenye chumba cha uchunguzi. Ndani ya bafu alivunjika moyo na kulia. Hakuwahi kufikiria kwamba rafiki yake wa utotoni angemgeuka kwa namna hiyo. Ghafla mbwa alianza kubeka kwa nguvu na kuvuta nguo zake akimvuta kuelekea ngazi. Ana alipomfuata na kumbeba mbwa, sauti ya rafiki yake ilisikika ghafla kutoka juu ya paa. Rafiki huyo alisema kwa baridi kwamba Ana hakuwa na wazazi tena na kwamba mradi tu Hana angekufa kwenye meza ya upasuaji, urithi wake wa mabilioni ya dola ungekuwa mali yake na ya mume wa Ana. Alimwambia Max asiwe na wasiwasi kwa kuwa akiwa hapo Ana hangeweza kuondoka kwenye meza ya upasuaji akiwa hai na karibuni familia yote ya Ana ingeungana naye mbinguni. Wakati huo Ana alielewa kila kitu, kwamba mume wake na rafiki yake wa karibu walipanga kumuua wakati wa upasuaji ili wachukue mali ya familia yake. Akiwa amerudi nyumbani alijaribu kuunganisha mambo yote. Rafiki yake alikuwa amesema Ana ndiye pekee aliyebaki katika familia yao, lakini jana tu alikuwa ameongea na mama yake kwenye simu. Akiwa amedhamiria kujua ukweli, Ana aliamua kurudi nyumbani kwa wazazi wake, lakini mume wake hakuwa tayari kumruhusu aondoke kirahisi. Alingoja chumbani hadi usiku wa manane mpaka mume wake aliporudi. Akijifanya mwenye mapenzi, alimwambia kwamba amemwandalia bakuli la supu. Baadaye usiku huo, Ana alinyanyuka kimya kimya kutoka kitandani na baada ya kuhakikisha mume wake amelala fofofo, aliondoka nyumbani bila kuangalia nyuma. Alifika nyumbani kwa wazazi wake na kugonga mlango. Mama yake alipotokea, Ana alimwambia afunge mizigo mara moja na waondoke pamoja. Akiwa amechanganyikiwa, mama yake aliuliza nini kinaendelea, lakini bila ushahidi wa mpango wa mume wake, Ana aliweza tu kutuga kisingizio kwamba amegundua mume wake ana uhusiano wa kimapenzi na anataka mama yake aende safari naye. Kusikia hivyo, mama yake alituliza mawazo na akaenda chumbani kufunga mizigo. Wakati akisubiri, Ana aliamua kwenda kutoa heshima kwa baba yake, lakini alipogusa madhabahu ya kumbukumbu, mkono wake ulijaa vumbi. Wazazi wake walikuwa wakipendana sana na baada ya baba yake kufariki, mama yake alikuwa akisafisha madhabahu kila siku, kwa hiyo haikuwezekana iwe na vumbi. Akikumbuka maneno ya rafiki yake kwamba Ana ndiye pekee aliyebaki, alianza kushuku kwamba mwanamke aliyekuwa ndani ya nyumba huenda hakuwa mama yake halisi. Si muda mrefu baadaye, mama yake alimletea bakuli la supu ya mbegu za lotus. Ili kupima shaka yake, Ana aliuliza kwa kawaida kuhusu tukio la utotoni lililohusiana na mzio wa vyakula vya baharini. Mwanamke huyo alijibu kwa usahihi, akitaja sio tu mzio huo, bali pia akakumbuka kwamba wakati huo Ana alikuwa amekula maembe kwa siri. Hilo lilipunguza shaka za Ana. Hata hivyo hakuwa na hamu ya kula supu. Mwanamke huyo akaichukua bakuli kwa upole, lakini alipoinuka Ana aligundua kuna kitu hakikuwa sawa. Wakati huo ndipo alitambiwa kwamba mwanamke huyo hakuwa mama yake halisi.